Toleo la 14 la mashindano ya mwigo wa mahakama limeanza rasmi likiwaleta pamoja wanafunzi wa sheria kutoka vyuo vikuu mbalimbali nchini ili kuonyesha umahiri wao katika utafiti wa kisheria, uandishi na uwasilishaji wa hoja mahakamani. Mashindano hayo yanalenga kukuza ujuzi wa kisheria miongoni mwa wanafunzi, huku yakisisitiza umuhimu wa maadili na utawala wa sheria. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kurejesha utawala wa kikatiba, kuendeleza haki za binadamu na uhuru wa kiraia katika enzi ya ufuatiliaji na changamoto za kiuchumi. Rajab Juma alihudhuria na hii hapa taarifa yake. Mashindano ya mwigo wa koti ni jukwaa muhimu linalowapa wanafunzi wa sheria fursa ya kujifunza kwa vitendo kwa kuwasilisha hoja zao kama mawakili na majaji. Kupitia mashindano hayo, washiriki hupata nafasi ya kuimarisha uwezo wao wa uchambuzi wa masuala ya kisheria, mbinu za uwasilishaji na uandishi wa hoja za kitaalamu. Akizungumza wakati wa sherehe za ufunguzi, Profesa Washeke Wanjohi alisisitiza kuwa mashindano hayo yana mchango mkubwa katika kuandaa kizazi cha wataalamu wa sheria wenye umahiri, maadili na uelewa mpana wa wajibu wao kwa jamii. For the practical world of work. And whereas this is something that has been done by the school for the last 14 years, it perfectly fits into what we push for and what we uphold. And this is meant to really develop your people skill, develop your leadership skill. Aidha, alibainisha kuwa taaluma ya sheria inahitaji uadilifu wa hali ya juu, maandalizi ya kina pamoja na kuheshimu misingi ya utawala wa sheria. Aliwahimiza wanafunzi kutumia jukwaa hilo kuimarisha uwezo wao wa kufikiri kwa kina na kufuata kikamilifu taratibu za kimahakama. I want to encourage you to take this posture, to adopt this attitude, learning, because learning is a lifelong activity. Maybe you just wanted to win, but if you adopt the attitude of learning, then you'll come here with much variable goods than just winning. Kwa upande wake, aliyekuwa jaji mkuu mstaafu Daktari Willy Mutunga amewataka wanafunzi wa sheria kuitazama taaluma hiyo kama chombo muhimu cha kuleta mageuzi ya kijamii na kulinda haki za wananchi. Indeed, we want a planet we wish to see, namely one that is peaceful without wars, that is safe without ecological destruction, that is free of domination, exploitation, oppression, slavery, and that is equitable and prosperous. Wakati huo huo, washiriki wamehimizwa kuendelea kulinda na kudumisha utawala wa kikatiba, ikiwa ni pamoja na kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari na kulinda faragha ya taarifa za wananchi. Wito huo pia umetolewa kwa wananchi wote kushiriki kikamilifu katika kulinda katiba na kuimarisha utawala wa sheria nchini. If you look at our theme on reclaiming constitutionalism, the basis is the Constitution, and one of the principles of national governance under Article 10 of the Constitution is upholding the rule of law. So the theme is a call to everyone, all citizens, all participants, all young people and students, for us to take action to go back to the heart of the Constitution. Mashindano hayo yanatarajiwa kuendelea kwa siku 5 zijazo, huku timu bora zikichuana vikali kufikia fainali itakayohitimisha toleo la mwaka huu. Rajab Juma, Runinga ya KU.